kuna betri nyingine. Mashallah mpenzi mtazamaji, karibu tena na katika siku ya leo mpenzi mtazamaji tunaingia magazetini, na kama kawaida lazima mpenzi mtazamaji tuangalie magazeti si tu ya Kenya lakini kote Afrika. Nitaanza na gazeti la Mwananchi, gazeti ambalo limetoka maeneo ya Tanzania kule kwa nchi ya Mama Samia Suluhu Hassan. Basi gazeti hili linasema kwamba matumizi binafsi kimbilio la mikopo. Vile vile wanazungumzia kwamba sababu tatu za tajwa kuwasukuma wapojaji ama wakopaji kunradhi kwenda kukopa kwenye taasisi za fedha. Wataalamu uchumi wanena haya, na vile vile katika sababu hizi mpenzi mtazamaji, wacha nisome kidogo katika kipashio hicho. Wanazungumza kwamba hata dhamana zinazohitajika ni rahisi kupatikana. Mshahara, akiba, gari au mdhamani ama mdhamini vinaweza kutumika kama udhibitisho wa uwezo wa kulipa, tofauti na mikopo ya biashara inayoweza kuhitaji mali za biashara, hesabu za kifedha na tathmini za wekezaji. Huyu ni Daktari Manessa Masesa, mchambuzi wa kiuchumi, ambaye anasema kwamba asilimia 34.9 ni asilimia mikopo yote ambayo imetolewa na benki kwa mujibu wa takwimu za Benki Kuu hadi kufikia Machi 31 mwaka huu 2026. Vile vile mpenzi mtazamaji, katika gazeti hili wanazungumzia kuhusu demokrasia wanayoitaka kizazi cha Gen Z. Wameweka picha pale ya AI ikionyesha vijana wa Gen Z pale wameweza kusimama, na katika Afrika yao vijana wa Gen Z wanasema kwamba licha ya vijana wa Afrika kuendelea kuamini kuwa demokrasia ndio mfumo bora wa utawala, wengi wanaamini kwamba bara hilo linahitaji mfumo wake wa kiuchumi. Vile vile mpenzi mtazamaji, ama wakioma maadili na kiongozi wa kuongoza. Vile vile wanasema kwamba usafiri wa mwendo kasi unavyoboresha ustaarabu wa abiria Mbagala. Kule Mbagala mpenzi mtazamaji, ilikuwa tunasikia tu katika nyimbo za kina Diamond huko za kina Nitarejea. Leo hii katika gazeti hili wanasema kwamba usafiri wa mwendo kasi unarudisha ustaarabu wa abiria huko Mbagala, na ni kwa minajili tu ya ujirani mwema, mahusiano ya kijamii. Na huko wanasema kwamba wakienda kwa mkiana, wakitembea, wanatengeneza undugu, na kuna ustaarabu mwingi ambao basi unashuhudiwa huko Mbagala katika taifa hili la jirani la Mama Samia Suluhu. Alafu vile vile wanasema kwamba ajali za basi za katisha uhai watu 14 ndani ya siku 4. Na mtu asema kwamba makiwa kwa familia zilizopoteza wapendwa wao katika ajali hizo. Na vile vile hali ndio hiyo katika taifa la Tanzania. Na nitakupeleka penzi mwanji kutoka taifa la Tanzania ni kurudishe guu mosi guu pili hadi katika taifa la Kenya. Lipo katika gazeti la Daily Nation. Daily Nation penzi mtazamaji, wanazungumzia kuhusu Kenya shillings 3.5 billion a day borrowing spree. Alafu pia wameweka picha rais pale. Vile vile wanazungumzia kuhusu President William Ruto's government borrowed 416.2 billion from foreign markets in 4 months this year, translating to 104 billion every month. The loans taken out between January 1st and April 30th deepen a raging financial crisis with public debt rising to 13 trillion. Wanasema kwamba deni la kitaifa limepanda mpaka 13 trillion. Vile vile katika mwezi wa Januari hadi mwezi wa Aprili, serikali ya Kenya kulingana na gazeti la Standard waliweza kukopa 416.2 billion Kenya shillings kutoka mataifa jirani ama katika masuala tu mengi. Wameweka pale taswira jinsi mikopo hii ilivyofanyika, na wanasema kwamba nani alikopa wapi. Kuna mkopo ambao ulichukuliwa kutoka kwa International Development Association IDM, vile vile African Development Fund ilitoa, kuna International Sovereign Board, na vile vile kulikuwa na vingi mashirika mengi ikiwemo IBRD Bank ambayo basi iliweza kutoa baadhi ya mabilioni. Haya, katika gazeti hilo kuna masuala ya Linda Mwananchi. Wanasema kwamba enter Linda Mwananchi party plan, wameka picha ya Sifuna pale. Alafu vile vile wanazungumzia kuhusu Nairobi Senator Edwin Sifuna camp is exploring registration of Linda Mwananchi as a party ahead of next year's election. Members of the ODM breakaway faction have today scheduled a meeting with officials of the Office of the Registrar of Political Parties. Ndo hayo sasa. Ukifika wengine wanasema kwamba judge bans blanket fines for school unrest damages. Vile vile wanasema kwamba Dr. Killer used her stolen car to lay an ambush. Wanazungumzia kuhusu mauaji ambayo yalitokea
na ukitaka kujua mengi kuhusu mauaji haya unafika katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili la Daily Nation. Tusoke katika gazeti lingine mpenzi mtazamaji. Hakuna mengi ya kuzungumzia katika gazeti la Daily Nation isipokuwa masuala ya Linda Mwananchi, lakini masuala ya Linda Mwananchi ni sisi tu kungoja kama iwapo chama hiki kitakuwa kinasajiliwa ama hakisajiliwi. Itakuwa basi ni wao sasa, mpira huko katika mkono wao sasa, ni viganja vyao sasa, ni viudundishe ama viupure uelekee kwingine. Katika gazeti la The Standard mpenzi mtazamaji, wanazungumzia kuhusu receipt for rigging na wameka picha ya anaitwaje huyu jamaa Etokon, Dung Etokon, IEBC chairperson. Wanasema kwamba a fresh bid to scrap the IEBC duty to live stream polling station results in the triggered alarm ahead of the 2027 general election. The bill, sponsored by Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot and Minority Leader Stewart Madzayo, is before the Senate Justice and Legal Affairs Committee and seeks to remove one of the key transparency safeguards introduced after past dispute polls. Critics say that the move will make it harder for the public and the media to independently verify results, fueling fear of electoral manipulation with the election less than a year away. Its timing has intensified suspicions that the changes could benefit the president if integrity of the electoral process is compromised. Sasa mpenzi mtazamaji, sasa masuala haya wanasema wameka kichwa cha habari kidogo ambacho kinatatanisha, alafu pia wamezungumzia kuhusu lile swali ama lile swala ambalo wanasema kwamba watu wameenda ama kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot, vile vile na kiongozi wa wachache katika bunge Stewart Madzayo aliweza basi kuwasilisha ule mswada kwamba wanataka kwamba kusiwe na live streaming ya results za uchaguzi. Lakini Standard wamesonga mbele wakasema waliosema. Tuenge mbele mpenzi mtazamaji katika gazeti la Taifa Leo. Nazungumzia katika gazeti hili ambalo wanazungumzia kuhusu Sifuna kusajili Linda Mwananchi. Tulikuwa tumezungumzia hapo awali katika gazeti la Daily Nation, lakini haya ni magazeti ya dada na kaka, Taifa Leo na Daily Nation. Katika gazeti hili pia wamesema kwamba Sifuna ameanza mchakato wa kusajili Linda Mwananchi kuwa chama cha kisiasa na tunamtakia kila laheri katika azma yake iwapo itawezekana. Vile vile wanazungumzia kwamba upinzani wa Chumbia Jumwa wamtaka Bi Aisha Jumwa wasaidie kumng'oa Ruto kitini. Ni kuarifu kwamba Aisha Jumwa aliweza kutangaza hapa uwanja hadharani kwamba ametoka katika chama cha UDA, vile vile akisema kwamba hajatoka kwa kupenda, lakini kwa shinikizo ambalo ameshinikizwa aweze kutoka kwa sababu ya kile alichoita kwamba kukandamizwa katika chama hicho. Vile vile kuna Starlets hapa wanakibarua WAFCON, hapa wanapambana na Algeria na vile vile wanapambana na Morocco siku ya leo. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, lazima tutazame mechi za Starlets, tusizione haya, tusizione uvivu, ndio jina. Tusizione uvivu mechi hizi za WAFCON ambazo timu ya Harambee Starlets imejikita katika uwanja na inacheza dhidi ya miamba wa Afrika. Tunazungumzia kuhusu Algeria, vile vile tunazungumzia kuhusu Morocco, na leo hii mpenzi mtazamaji nitakupeleka katika mataifa haya ya Morocco na Algeria ni kuelezea kuhusu tamaduni za huko ambazo zimekita kambi ama zimekita mizizi tokea enzi za Warumi huko. Na katika gazeti hili mpenzi mtazamaji la Taifa Leo wanazungumzia kuhusu Raila Junior alenga ufuasi wa babake. Anasema kwamba Raila Junior azimia kunufaika kwa ushawishi wa babake Raila Odinga, huku akidai kuwania kiti cha ubunge Embakasi Kusini. Kwa hivyo mbunge huyu Raila Junior anataka kuwania kiti cha Embakasi Kusini, ambapo basi ni Embakasi South. Tuone jinsi yatakuwa masuala haya. Vile vile naona hapa kuna Cheruiyot, ngo hatupati kura bondeni. Ngo hutapata kura bondeni. Kiongozi wa wengi Senator Aaron Cheruiyot anasema kwamba Gachagua hatapata kura ama hatapata hata umati mkubwa huko maeneo ya bonde la Ufa. Anasema kwamba lazima ujue kwamba umati mkubwa si kura jameni. Na haya yanajiri mpenzi mtazamaji ikiwa ni wakati ambapo Gachagua alidokezea uwezekano wake wa kuhudhuria sherehe ya mashujaa
ambayo itafanyika katika eneo la Bonde la Ufa. Kwa hivyo tusikie tu mambo yatakuwaje. Unajua siasa, mpenzi mtazamaji, ni siasa ni kutazama. Siasa ni kutazama. It's all about watching and see. Tuone jinsi masuala haya yatakuwa. Vile vile mpenzi mtazamaji, unasema kwamba Ruto ambia Kindiki asihofie ODM. Viongozi wa chama cha ODM wametishia kutoa kiti cha naibu rais ikifika mwaka 2027, lakini Rais Ruto anasema kwamba jameni msijali. Vile vile Kindiki anasema kwamba amepigana vita vikubwa sana, na katika vita vyake vya kupigana mapambano yake ya kupigana na vita vingi hajaweza kutishwa. Anasema kwamba huu utisho ama tishio la kumjaribu kusema kwamba hana nafasi katika serikali ya Rais William Ruto ni tisho dogo sana kwake, na kwa hivyo yuko ngangari. Amesema kwamba amepigana bigger battles, kwa hivyo haya vita vidogo kwake. Nizungumzie kuhusu gazeti la People's Daily. Wanasema kwamba Gachagwa's raid on Ruto staff. Anapanga kwamba yeye lazima aende katika eneo la Rift Valley, ajisikie kwamba ako na ufuasi. Tuone vitakuwaje. Mpenzi mtazamaji, ni kueleze kwamba siasa za Kenya huwa ni ngumu kidogo. Unaweza sema mitandaoni ama unachosema, alafu ukifika ground kidogo mambo ya geuke na yawe nini. Tuliona hata wakati wa Raila Odinga pia ile jaribu kuingia katika eneo la Rift Valley, lakini huko alipata kura kidogo sana. Lakini alijaribu kufika kule. Ndio maana wanasema kwamba Raila Odinga alikuwa ni a statesman. Hakuwa na ubaguzi wa kimajimbo, alikuwa anaenda katika mikoa yote nchini Kenya, apate kura moja, apate kura 100, bora ameenda. Tuende katika gazeti la The Star, mpenzi mtazamaji. Anasema kwamba budget Spain as fuel prices remain high on global tensions. Wanasema kwamba Ruto to critics, Vision 2060 talks is not about 2027 politics. Rais William Ruto aliweza kutangaza kwamba atakuwa basi ana mazungumzo ya kitaifa mnamo Agosti 12, wazungumzie kuhusu jinsi taifa linavyojitayarishia ama linavyojitayarisha kwa masuala ya beyond Vision 2030, na tayari kulikuwa na Vision 2060 ambayo pia itakuwa basi inakuwa launched very soon. Na katika makadirio haya ya Vision 2060, mpeni watazamaji, wanazungumzia kwamba Rais William Ruto anasema kwamba mazungumzo haya si mazungumzo tu ati ni mazungumzo tu ya kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka ujao. Anasema kwamba Vision 2060 ni beyond 2027 politics. Ni jambo ambalo tunaona kwamba limezua mchecheto katika meza za kisiasa. Wacha tuone jinsi mambo haya yatakuwa. Vile vile wanasema kwamba UHC workers set for permanent pensionable jobs at 8.6 billion plan. Vile vile wanasema kwamba Ketraco boss Kibayas denies claims of interference with recruitment of new CEO. Hayo mpenzi mtazamaji ndio yanajiri katika magazeti yetu ya leo, na vile vile nimemaliza magazeti, nitakuwa basi naingia kwa habari, lakini kwa sasa namrudishia mwelekezaji wangu Trevor Alex.